Ni mchambuzi Mohamed Isa. Lakini tukisalia Tanzania, kamishna mkuu wa haki za binadamu za Umoja wa Mataifa Volker Turk ametaka uchunguzi juu ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania, huku ripoti zikiibuka kwamba miili inachukuliwa na vikosi vya usalama na kupelekwa katika maeneo ambayo hayajajulikana. Ron Clifford amezungumza na msemaji wa tume hiyo ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Saif Magango. Na ripoti inamaanisha kwamba amesikitika sana na ripoti tunazozipokea kutoka Tanzania kwamba watu kwa mamia wameuawa na wengine kujeruhiwa, pia wengine kukamatwa na kufungwa kiholela kwa sababu zinazotokana na uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba uliovirushwa duniani kote, ambapo watu wameuawa na pia haki za binadamu kuwa zimekiukwa. Na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu amesikitishwa sana na hizo ripoti, na anatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi kuhusu mauaji hayo na ukiukwaji wote wa haki za binadamu uliotekelezwa katika huo muktadha wa uchaguzi. Saif Magango, tunapozungumzia haki ambazo zimevunjwa au haki ambazo zimekandamizwa za Watanzania, tunazungumzia haki zipi haswa? Tunazungumzia haki nyingi, ikiwemo haki ya maisha ambayo ni haki ya muhimu sana katika haki zote za binadamu, haki za kufanyika uchaguzi ambapo watu wana haki ya kujieleza na pia kupiga kura, na pia haki ya watu kulindwa mali zao na vyote vile. Watu kuwa wameuawa na wengine wamejeruhiwa na wengine kushikwa na kufungwa bila sababu zenye zinajulikana, na pia katika hali ya kiholela, huo ni ukiukaji wa haki za binadamu. Tumepokea taarifa kwamba kuna vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili mitaani na hospitalini pia na kuichukua katika maeneo yasiyojulikana, na tunachoomba serikali kwa dhati mamlaka za Tanzania kutoa taarifa kuhusu hatima na mahali walipo wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa familia zao ili wapate mazishi yenye heshima. Hicho ndicho tunachoomba, na pia tunawasihi wafanye uchunguzi wa haki, uchunguzi wenye utaonyesha kweli nini kilichotokea, ni kwa sababu gani watu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya uchaguzi. Isingekuwa hivyo. Katika taarifa yake pia kamishna mkuu ametaja kuhusu viongozi wa upinzani ambao wamezuiliwa ama wamefungwa gerezani tangu kabla na hata baada ya uchaguzi. Kuna baadhi watahoji kwamba sheria ya Tanzania ndio inayotumika. Kwa nini asisitize kwamba waachiliwe huru? Anachosema ni kwamba wale ambao wamefungwa kiholela kwa sababu za siasa, kwa sababu za kujieleza, ambao mashtaka wenye hawajafungwa kwa sababu za uhalifu, kwa sababu za uhalifu na makosa ya jinai, wao waachiliwe, kwa kuwa kushikwa kiholela ni kinyume na sheria. Kinachotuhuzunisha sana kama Umoja wa Mataifa, ofisi ya haki za binadamu, ni kwamba uchaguzi uliofanyika, watu wengi ambao viongozi ambao kuwa katika uchaguzi walizuiwa na kufungwa, na sababu zenye wamefungwa ni za kisiasa, na wamefungwa kwa sababu ambazo kweli zina uzito, nao pia inafaa wapelekwe katika koti mbele ya hakimu ili waweze kupinga uhalali wa kuzuiwa kwao, na kwa kuwa haki zao kila mtu ana haki ya kwanza kuishi na pia kutofungwa kiholela. Naam. Mara tu baada ya uchaguzi, Rais Samia Suluhu Hassan alisikika kusema kwamba anasikiliza sauti kutoka nje, lakini kwamba hataweza kutilia maanani kile ambacho wanasema. Mna imani kwamba matamshi haya mazito sana kutoka kwa kamishna mkuu yataweza kuzingatiwa na serikali ya Tanzania? Na iwapo hayatazingatiwa, nini ambacho mtafanya baadaye? Tunatumai yatazingatiwa, kwa kuwa Tanzania ni nchi yenye inatii sheria, na pia ni miongoni wa nchi zenye zote duniani ambazo zimekubali kuwa zinatilia maanani haki za binadamu. Tunatazama uponyaji nchini Tanzania, ambako tunafahamu kwamba nchi hiyo hivi sasa inatafakari kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi: vurugu, uharibifu na mauaji, watu kutekwa na mambo mengi yaliyojitokeza, ambayo yalijitokeza wakati huu. Pia
inaaminika maelfu ya watu waliuawa. Ni mara ya kwanza hii kwa nchi hiyo iliyokuwa ikiitwa Tanganyika kushuhudia machafuko kama yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 tangu ilipopata uhuru nchi hiyo mwaka 1961. Hivi sasa taifa hilo liko kwenye majonzi, lakini pia liko katika mgawanyiko mkubwa wa kisiasa, na hapana shaka wa Tanzania wanatafuta uponyaji, na hasa kwa watu waliopoteza wapendwa wao, mali na biashara zao. Je, iko nafasi ya kupatikana uponyaji haraka? Nimemsikia msikilizaji mmoja hapa ujumbe wake, Celestine Kajuna kule Bukoba. Yeye anasema kwamba binafsi haoni uponyaji utapatikana haraka kutokana na mambo yanavyokwenda hivi sasa. Lakini nimemwalika hapa kwenye mjadala wa siku mtaalamu wa kisaikolojia Bwana Elbariki Mkumbo kutoka huko Dar es Salaam, na mchungaji Rose Shaboka pia yuko huko Dar es Salaam kutusaidia kutazama ni kwa namna gani uponyaji unaweza kupatikana. Karibuni sana. Kutoka Dar es Salaam. Karibu sana mchungaji, na naomba nianze na wewe moja kwa moja mchungaji Rose, na hasa nikitambua kwamba wewe ni mzazi, ni mama. Kina mama na watoto mara nyingi katika hali ya machafuko kama iliyoshuhudiwa Tanzania, hili ni kundi ambalo ni la mwanzo kabisa kupata athari, na tulisikia ripoti ya mwandishi wetu Florence Majani mwanzo, ikiwa na mama ambaye alisimulia namna mtoto wake athari za baada ya uchaguzi zimeanza kumletea matatizo. Ni kwamba hata nje wakati ule uchaguzi ukifanyika, kile kimya peke yake kimemletea kiwewe, anaogopa kutoka nje. Na tunafahamu kwamba nyumba za ibada kama kanisa ni kimbilio la mwanzo la kundi hili la kina mama na watoto yanapotokea matatizo kama haya. Msaada gani unaweza kutolewa na kanisa kwa Watanzania kutafuta uponyaji au kupata uponyaji? Asante sana Sauda, pamoja na wasikilizaji wenzangu ambao tunafuatilia majadiliano haya, pamoja na mwenzangu Mr. Mkumbo. Labda niseme kwa kweli, haya yaliyotokea ni mambo mazito na ni mambo ambayo yametuumiza sana, na hasa kama ulivyosema, kundi la kina mama na watoto ni kundi ambalo limeathirika kwa kiasi kikubwa sana, na watu wako kwenye majonzi, and the country is in so much distress. Lakini tunajaribu kufanya kila tunachoweza kuweza kufariji watu na kuzungumza nao, na wengine tunawatafutia msaada wa kisaikolojia. Mimi nimekutana na watu ambao haya mambo yaliyotokea yamewafanya wakachanganyikiwa kabisa. Kuna kesi moja nilikuwa na ihando ya mama mmoja ambaye yeye aliona ndugu yake akipigwa risasi, akafumuliwa ubongo, na yule mama amechanganyikiwa kabisa, anaongea mwenyewe. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zimeleta maumivu makubwa sana. Lakini labda tu nijibu swali lako kwamba makanisa sasa yanafanya nini au nyumba za ibada zinafanya nini ili kuwasaidia watu. Kwa kweli tumekuwa mstari wa mbele, mimi pamoja na viongozi wenzangu wa kidini tumekuwa mstari wa mbele sana kuleta faraja, kwa sababu sisi kitu pekee ambacho tunaweza tukakitumia kufariji watu ni neno la Mungu. Sawa. Kwa hiyo tumekuwa tunatumia neno la Mungu kufariji. Kwa mfano mimi binafsi nimetumia sana kurasa zangu za mitandao, kwa sababu pia nina followership kubwa sana mitandaoni. Kwa hiyo nimekuwa tu nikifanya kazi ya kufariji watu kwa kutumia neno la Mungu, kwa sababu ndio dhana pekee tulionayo sasa hivi, na ndio kitu pekee ambacho tunaweza kuwaambia watu wakaelewa. Kwa sasa hakuna lugha nyingine ambayo tunaweza tukazungumza na watu wakaelewa zaidi ya neno la Mungu. Kwa hiyo Mchungaji Rose, asante sana mpaka hapo, kwa sababu muda wetu unakwenda haraka. Tunaomba tuyapate na mengine. Tumsikilize Bwana Mkumbo kama unanisikia. Hizi athari za kisaikolojia ambazo tumezisikia baadhi, lakini kwa wewe ni mtaalamu, unaweza kwa kina pengine kutueleza ni zipi hasa katika hali ya machafuko yaliyosababisha mauaji ya watu wengi Tanzania? Niongelee katika ujumla kwamba panapokuwa na jambo lolote lile la kushtua, hii haijalishi ni kitu gani, jambo lolote la kushtua, kwa kawaida akili ya binadamu ilivyotengenezwa inajiandaa kwa ajili ya hatari. Mwili unakuwa na tension, akili inarudia yale matukio yoyote, iwe ni ajali, iwe ni vita, iwe ni chochote. Kwa hiyo kuna hii hali ya kawaida ambayo hii huwezi kuita kama ni tatizo.
Lakini pale inapotokea kwamba hii hali imedumu kwa muda mrefu kidogo, then kunaanza dalili fulani ambazo zinaanza kukuonyesha kwamba afya ya akili ipo kwenye changamoto fulani. Mtu anaanza tu kuwa mkimya kupita kiasi, ana hasira ambayo hawezi kuieleza. Mtu tu analia tu, unamkuta umekaa na mtu, suddenly tu mtu anaanza kuvuja machozi, anakuwa na tunasema emotional numbness. Kuna watu wanapoteza uwezo kabisa wa kuwa emotional, anakuwa tu hasikii maumivu yoyote. Mwanzoni labda alivyokuwa anaona zile image, anaogopa, anasikia hofu, inafika mahali pale anaona kawaida tu. Na kupoteza uwezo wa kulala, hizi ni dalili za mwanzo. Headache ambayo haiishi, ulaji wake umebadilika, anapata fatiki fulani, na mawazo yale negative, anajisikia kama hana thamani, haamini mtu yoyote, kila kitu kinapoteza maana, na anaanza kupata yale mawazo, hisia fulani hivi kama za kujisikia guilty, kujisikia hatia. Hizi ni dalili zinazoonyesha kwamba huyu mtu anaanza kuingia kwenye taa nyekundu. Lakini baadhi ya watu wanaweza kutengeneza nafsi ya ukatili. Yes, kuna wakati mtu mwingine, ndio maana nasema hiyo emotional numbness, kwa sababu mtu anaanza kuwa anatengeneza ile hali ya ukatili. Mwanzoni anasuka, anaogopa, lakini baadaye unaanza kuona anatengeneza hali fulani. Anaweza kaita ni ujasiri, lakini kimsingi ni sugu tu. Kama mtu anavyoanza kulima shamba, anapotengeneza sugu kwenye mikono, ndivyo hivyo inavyokuwa pia kihisia. Kwa hiyo inaanza kukuka level hiyo. Lakini sasa ikishadumu kwa muda mrefu sasa, na nadhani baada ya mwezi mmoja utaanza kuona watu wanapata depression. Depression ni ile sonona, anakuwa na mawazo, anakuwa na sonona, msongo wa mawazo mkali, anapata hicho kiwewe kikali, hofu, anaogopa. Na Bwana Mkumbo, ni kundi gani ambalo kama mtaalamu wa kisaikolojia unaamini linabidi lipatiwe msaada wa kisaikolojia wa haraka kwa hivi sasa Tanzania kutokana na hayo unayoeleza? Kwa kweli ni makundi yote, lakini kwa mtazamo wangu na experience yangu ni kwamba wanaume wanahitaji msaada kuliko wanawake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wanawake wanalia, wanazo namna zao kwa asili, wanaumia, alafu wana namna ya kurelease ile pain. Kundi la wanaume naliona lipo kwenye hatari kubwa, kwa sababu wanatunza vitu ndani, alafu ndio huwa inawabadilisha sana na kuwa kitu kingine ndani yao. Kwa hiyo japokuwa katika haraka wanaweza kusema wanawake, kwa sababu wana express zaidi emotion zao, wana namna zao za kuongea, kulia, kunungunika, after a short time unakuta amepata namna fulani ya kurecover. Lakini kwa wanaume, lakini pia kundi la watoto ambalo huwa wanaathirika kwa sababu hawawezi kuexplain situation vizuri, wanaathirika na wanaanza kutengeneza hofu na vitu ambavyo patifani vinabadilisha kabisa tabia yao. Kuna kesi nyingi za watoto ambao kabisa behavior zimebadilika, anaogopa watu, hawezi kutrust watu na vitu vingine vya namna hii. Na mbaya zaidi ni wale ambao wameathirika moja kwa moja. Unajua kuna wale ambao wameguswa kwa kusikia na kuona, lakini kuna wale ambao wenyewe moja kwa moja, aidha yeye mwenyewe binafsi alikuwa kwenye eneo la tukio, amekutwa na kitu fulani, au amepoteza mtu, au ameumizwa na mtu. Wale ambao moja kwa moja, au wamepoteza vitu, mali. Kuna watu wamepoteza mali, au ambao wameshuhudia wazazi wao moja kwa moja wakipigwa risasi na wanaona. Nimjie hapa Mchungaji Rose. Bwana Mkumbo alizungumzia kwamba yeye ana ukurasa wake kwenye mtandao ambao anawasaidia watu ambao wamejitokeza kuwa na matatizo, kuwapa moyo. Tunafahamu kwamba, na vile vile Mchungaji Rose ulizungumzia kwamba mnajitahidi sana kutumia nafasi yenu kama mchungaji kuwasaidia watu kiroho, lakini kwa wakati mwingine katika kipindi kama hiki kigumu cha mtu kupoteza mpendwa wake au mali zake, utakuta watu wanakata tamaa kiasi cha kwamba wanajikuta kwenye msongo wa mawazo na kupoteza imani kabisa ya kiroho, wengine kufikia hata kuhoji Mungu yuko wapi. Hayo ni maswali ambayo unawasikia watu wengine baadhi ya wakati wakijiuliza kwa kule kukata tamaa. Ni vipi mwelekeo wa kiroho unaweza kuwarudishia matumaini
watu wa sampuli hii? Asante sana. Labda pia niungane na kaka yangu Mkumbo kama alivyosema kwamba linapotokea jambo ambalo watu wengi hawakulitegemea huwa linaathiri sana, na kama ambavyo ameeleza kwa usahihi kabisa. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba lazima katika uponyaji ama katika process ya kupona kuna hatua 2-3 ambazo inabidi watu kuzifuata, pamoja na kwamba tunawatia moyo, pamoja na kwamba tunajaribu kuambia neno la Mungu, pamoja na kwamba kuna watu kama kina Mr. Mkumbo wanaozungumza masuala ya kisaikolojia na nini na ushauri na saha, lakini kuna wajibu wa mtu binafsi kufanya ili kuweza kupokea uponyaji wake. Haya mambo yametuathiri wengi, lakini kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya ili aweze kupona yeye binafsi. Na kitu cha kwanza cha kufanya, dada Mwasimba, ni kwamba lazima tukubali kwamba yaliyotokea yamekwisha kutokea. Kwenye maisha kuna vitu vinatokea na hatuwezi kubadilisha kilichotokea. Hatuwezi kurudisha siku nyuma tukabadilisha whatever that has happened. Kwenye Kiingereza tunasema what has been done has been done. We cannot change. Maji yakishamwagika wanasema Swahili hawezi kuzoleka. Hayazoleki. Kwa hiyo yaliyotokea yamekwisha kutokea, na hatua ya kwanza ya uponyaji ni kukubaliana na kile ambacho kimetokea. Halafu sasa tujiambie ukweli kwamba hatuwezi kubadilisha yaliyotokea, lakini we can adjust ourselves. Tunaweza sisi sasa kuamua way forward kuanzia hapa tulipo. Lakini kuendelea kulia na kuendelea kulalamika na kuendelea kulama hakutaturudishia wapendwa wetu, hakutabadilisha kilichotokea. Lakini lazima number 1 tukubali kwamba kilichotokea kimeshatokea. Alafu sasa tukae chini tutafute way forward. Si rahisi lakini mchungaji Rose, si rahisi kwa baadhi ya watu kusahau mtu kila anapokumbuka kwamba mzazi wake aliuliwa akimuona, au mtoto akikumbuka baba yake aliyokuwa akimtegemea, au mke akikumbuka mumewe aliyekuwa akimtegemea ameondoka akimtazama kwa macho yake. Si rahisi kusahau, na anaibeba hasira wakati mwingine hata maisha yake yote anaibeba ile hasira, na anatengeneza chuki dhidi ya utawala uliomfanyia yale maovu. Watu kama hawa wanaweza kusaidika vipi? Ndio hivyo hicho unachosema ni sahihi kabisa. Na hatua ya kwanza kama nilivyosema, kwanza ni kukubali kitu ambacho kimeshatokea, na kweli sio rahisi kabisa. Hakuna kitu ambacho kinakuwa chepesi kama kuachilia tu mtu aliyeua ndugu yako au aliyeua mpendwa wako, sio rahisi. Lakini ndio maana tuna watu kama kina Mkumbo pia ambao wanaweza wakatoa ushauri na saha kwa watu kama hao, kuwasaidia taratibu mpaka watakapoweza kuwa regulated na kukaa sawa. Lakini na sisi pia viongozi wa kidini tunasimama kwenye nafasi zetu kuendelea kuwafundisha watu neno la Mungu, kufundisha nguvu ya msamaha. Lakini pia tunaiomba serikali yetu kwa sababu haya mambo yametokea kwa sababu ya mambo ya uchaguzi na vitu vya serikali haiwezi kanyamazia kimya jambo kama hili. Lazima pia serikali itafute namna ya kuzungumza na wananchi wake, lakini kutafuta namna pia ya kuwagusa wale ambao wamepoteza wapendwa. Kuna watu wamepoteza wale watu ambao walikuwa ndio breadwinners kwenye familia. Sasa lazima hawa watu waguswe na watafutiwe namna ya kusaidiwa, angalau kupewa pole itakayowapa faraja kidogo. Mchungaji Rose, asante sana. Bwana Mkumbo, katika hili alilolizungumzia mchungaji Rose kwamba serikali inabidi iingie, ijitoe kimasomaso kuwaomba msamaha watu ambao wamefikwa na haya matatizo. Wewe ni mshauri mwana saikolojia, sijui kwa mtazamo wako unashauri mambo gani yafanyike katika hatua za mwanzo pengine kuliponya taifa? Kwa ujumla ni kwamba hatua ya kwanza muhimu, unajua kuna kumhili mtu mmoja, lakini kuna ile healing ya jamii. Cha kwanza ni kuaccept kwamba kuna mtu fulani kaumia mahali fulani. Hii ni hatua ya kwanza, kwa sababu uchungu huwa unatafuta mahali pa kupenya patoke. Yani uchungu inakuwa kama ni bomu lililoko ndani ya moyo wa mtu, lakini linatafuta mahali fulani patobolewe, alafu ile gesi, kitumie mfano huo, itoke. Moja ya kitu kinachoweza kutoboa ili puto ni ile acceptance ya upande wa pili ambao pengine
kwa namna moja ama nyingine inawezekana umechangia au umehusika kwa vyote vile, kwamba mimi nilihusika na hii ajali ya gari iliyotokea, pole, mimi nilihusika kwa namna moja. Kwa hiyo ni cha kwanza. Ukiwa na deny upande mmoja, panakuwa na ngumu sana kwa upande wa pili kuanza ile process ya kuheal. Kwa hiyo nadhani, na hii sio tu kwenye jambo hili, kwenye jambo lolote, wewe hapo ukimkanyaga mtu ukamtoboa mguu, cha kwanza ni kumwambia samahani, nimekukanyaga, sikukusudia. Then yule mtu anaanza kukusikiliza hiyo samani yako. Kwa hiyo hiyo ni step muhimu sana kwenye ile collective hii. Lakini pakiwa na denial kila upande, sasa unaanza kutafuta namna ya kudefend kile kitu, na hapo panakuwa ule mchakato wa kupona unakuwa mgumu sana, kwa sababu ile momentum inakosekana. Sawa. Kwa hiki ni kitu muhimu. Na bila shaka itachukua muda mrefu sana kwa yote hayo nayo. Itachukua muda kwa sababu kila mtu pia ana barabara tofauti ya kupona, wala hutakiwi kumrush mtu, kumkimbiza kupona haraka, umeelewa? Lakini pia mtu ambaye amekutwa na madhila kwa namna yoyote ama nyingine, hatakiwi kusuppress zile emotions zake kwa namna yoyote, labda kilezi au chochote. Anatakiwa kutafuta namna ya kuziexpress kwa watu wanaowafahamu, marafiki, ndugu. Speak out, ongea, jadili, onyesha uchungu. Kuna namna fulani itakusaidia kupata mahali pa kuanza. Hata mitandao ya kijamii mtu inaweza kumsaidia, sio Bwana Mkumbo? Yeah, inaweza kumsaidia kuongeza tatizo, lakini inaweza kumsaidia pia kupunguza tatizo. Nategemea unachagua upande upi. Moja ya vitu ambavyo mtu hatakiwi kufanya ni kuanza kujiexpose na vile vitu vinavyoendelea kulipua ile hisia mbaya. Asante sana Bwana Mkumbo.